kufanya huko nyuma. Na hapa anapokuwa amesimama pale anashtaki, anasema huyu alikuwa wa kwangu, na kipindi fulani alisema uongo. Si unakumbuka siku hiyo ulisema uongo hapo? Na wao kweli nakumbuka. Na kama tulivyojifunza somo na hawa watoto kwamba tunaangalia yale ya nyuma, na shetani ndio kazi yake kutukumbusha yale ya nyuma. Mwambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu, kisha ukamwambie yeye, tazama, nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Asante sana. Kitabu cha Zekaria ni kitabu ambacho kinazungumzia njozi za matumaini. Njozi za matumaini. Na ndio somo ambalo nimeipatia katika siku ya leo. Njozi za matumaini. Kama tulivyoona, njozi za matumaini, kitabu kizima kinazungumzia njozi za matumaini. Ni wakati ule wana wa Israeli wanatoka sasa utumwani. Wanatoka utumwani katika nchi ya Babeli baada ya kukaa miaka 70 wakipewa adhabu kwa sababu ya utukutu waliokuwa wamefanya. Adhabu hiyo ambayo Mungu aliwapa, na ilikuwa ni lazima waende kwa sababu ya kutotii. Na sasa unafika wakati wa kurudi. Na Mungu anasema sasa Israeli sasa ni lazima iishi katika uhusiano na Mungu, kurudisha uhusiano wa Israeli na Mungu mwenyewe. Kwa Mungu anawataka sasa Israeli warudi, na anamtumia mtumishi wa Bwana. Tutakapoona anarudisha katika kipindi kile cha mfalme Dario. Kwa hiyo Zekaria alikuwa ni miongoni wale manabii wadogo. Kisema wanabii wadogo, kuna mtaja Yoeli, si ndio? Mtaja Yoeli, mtaja Stefania, wanawataja kina Hagai na Malaki na kadhalika. Wale wote ni manabii wadogo. Na Zekaria alikuwa mmojawapo hao manabii wadogo. Na neno za Zekaria alikuwa mwana wa Berekia, mwana wa Ido nabii katika Israeli. Maana ya Zekaria ni nini? Bwana ukumbuka. Bwana ukumbuka. Na kitabu kinaelezea mpango wa Mungu wa sasa na kwa wakati ujao, na ni wito wa kumtumikia Mungu. Wito wa kumtumikia Mungu. Nafikiri kila mtu hapa alishawahi kuota ndoto, njozi. Wangapi walishawahi kuota njozi? Mimi nilishawahi kuota. Wakati mwingine nikaota njozi. Nataka kudumbukia kwenye shimo usiku. Naenda kudumbukia hivi, moyo unakwenda mbali kabisa, nikashtuka. Kwa hiyo njozi. Kuna njozi mbaya na njozi namna gani? Nzuri. Hata mimi nishawahi kuota njozi zote, njozi nzuri na mbaya. Na wakati fulani nikaota nimekuwa tajiri sana. Kasema hii njozi nzuri. Wakati mwingine nikaota niko sehemu nzuri kabisa, kuna majumba mazuri. Lakini wakati mwingine naota katika mazingira mabaya kabisa. Nafikiri kila mtu alishawahi kuota hiyo njozi. Kwa hiyo kuna maandishi katika mwandishi mmoja alikuwa anaelezea maandishi ambayo katika ukuta mmoja kule Ulaya. Ule ukuta ulikuwa ni mkubwa, lakini ulikuwa na maandishi yanayosomeka Dum Cipro Spero. Dum Cipro yote ni Kilatini. Dum Cipro Spero. Maana yake nini? Wakati napumua nina matumaini. Na ndio somo la leo, njozi na matumaini. Huyu mwandishi alipoona maandishi yale, na mimi nilipoona nikasema haya maandishi yanafaa kutumika katika somo hili. Dum Cipro Spero ni maandishi ambayo yanazungumzia habari ya kwamba ukiwa umepumua una matumaini. Wangapi wana matumaini siku ya leo? Tumpungia mkono jamani.
Ukiwa na matumaini, ukiwa unapumua, lazima uwe na matumaini. Ukikata tamaa, basi maisha yako yako hatarini. Usikuwe tunakata tamaa. Ndio, inafika wakati fulani nakata tamaa. Wana wa Israeli wamechukuliwa kupeleka utumwani katika nchi ya Babeli. Walikata tamaa sana. Lakini Mungu sasa anawakumbuka, anataka kuwa na uhusiano nao. Anawaambia sasa ni wakati ambao Israeli lazima iwe na uhusiano mzuri na Mungu wa mbinguni. Anawatafuta ili wawe na uhusiano na yeye. Kwa hiyo Zekaria anatupeleka katika mpango wa Mungu kwa ajili ya kukumbuka watu wake. Katika Zekaria 1:3 anasema, nirudieni mimi nami nitawarudia ninyi. 1:3 tumelisoma hili neno. Kwa hiyo atawaambia, msiwe kama baba zenu waliponiasi niliwapeleka utumwani. Katika Zekaria anazungumzia kwamba wakati ule wana wa Israeli walipomwasi Mungu alifika hatua hasira zake zikawaka, akaruhusu maadui waje waivamie Babeli, waivamie Israeli. Na hivyo wakawachukua wale watu utumwani kutoka Yuda, wakawapeleka kule utumwani Babeli. Na hii ndio kitu ambacho Zekaria anatuambia, anawakumbusha, nirudieni mimi nami nitawarudia ninyi. Msiwe kama baba zenu ambao waliniasi nikawapeleka utumwani katika nchi ya Babeli. Sasa hawa watu wana wa Israeli Mungu anataka kuwarudisha huko. Anawapa matumaini, lakini hofu inawajia. Tukisharudi, tumerudi katika nchi yetu, je, Mungu wetu utatusamehe moja kwa moja? Mungu anahakikisha kwamba mimi nitawasamehe. Walikuwa na hofu kubwa katika maisha yao. Wana hofu kwamba je, haya mateso ambayo tumeyapata kule, je, Mungu utatusamehe? Mungu anasema, Mungu ana wivu kwa ajili ya watu wake. Wamepeleka utumwani kule, wameteswa. Mungu hakutegemea mateso ambayo alitaka wayapata kule. Mateso waliyopata ni makubwa zaidi kuliko Mungu aliyowategemea. Kwa hiyo Mungu anasema, mimi na wivu na watu wangu. Wivu unaozungumziwa hapa sio mbaya, ni wivu. Ni kama mume au mke anapokuwa na wivu na mke wake, anapokuwa na wivu na mume wake. Huyu ni mume wangu, huyu ni mke wangu, anakuwa na wivu naye. Hebu fikiria, hawa maharusi wamefunga ndoa jana, hapo ndio unajipitisha kati yao. Hebu fikiria, utapata mambo gani? Hawa maharusi wao wanajipitisha nawe hapo, kama wanaume wanakwenda kupitisha kwa binti pale. Wewe bwana, hebu fikiria kwanza, na mimi fikiria kwanza. Ndipo Mungu anaposema, anasema yeye ana wivu na watu wake. Shetani anapojipitisha mbele za watu wake, Mungu anakuwa na wivu na yeye na watu wale. Kwa hiyo anakuwa na hasira. Kwa hiyo anasema, hii adhabu ambayo watu wangu nimewapa imetosha. Sasa nirudieni mimi na mimi nitawarudia ninyi. Ukisoma katika kitabu cha Isaya 40 mstari wa kwanza. Isaya 40 mstari wa kwanza. Somea. Neno la Bwana linasema, watulizeni mioyo watu wangu, asema Bwana Mungu wenu. Watulizeni mioyo watu wangu. Kwa hiyo Mungu yuko tayari kuwafariji watu wake. Mungu yuko tayari kuwafariji watu wake. Sasa anawaambia, nitawarudisha katika nchi yenu, halafu nitakwenda kujenga ile hekalu ambalo lilikuwa limeharibiwa. Watulizeni mioyo yatu. Kwa Mungu anasema kuwatuliza. Ana wivu na watu wake, na sasa anasema watulizeni mioyo watu wangu. Kwa Mungu yuko tayari kuwafariji watu wake sasa, na yuko tayari kuwafariji watu wake hata leo. Kwa hiyo tunapokuwa katika ibada leo, tujue kwamba Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu na sisi, kwa sababu yeye ametukomboa kwa thamani kubwa. Gharama aliyolipa kwa ajili ya ukombozi wetu ni kubwa mno. Kwa leo yuko tayari kutufariji na kutuliza, na ana wivu na sisi. Yeyote anayepita katikati yetu
kitu chochote ambacho kinapita kati ya mimi na Mungu, Mungu anakikasirikia sana hicho kitu. Mungu ana wivu na sisi, kwa hiyo tumtegemee yeye. Chochote kinachopita, iwe ni fedha, iwe ni kiburi, iwe ni kitu gani, awe ni mtu yoyote yule, maana watu tunamtegemea wanadamu. Kwa hiyo kitu chochote ambacho kinapita katikati yetu na Mungu, Mungu anakuwa na watu na wivu sana. Katika sehemu ya pili ya njozi yenye matumaini, tunajifunza kwamba Bwana anakuja tena upesi. Na katika njozi hii nyingine hii inaonyesha kuhuishwa kwa Israeli, kwa Yerusalemu iliyojaa watu. Mungu anaahidi kwamba Israeli sasa itajaza watu, maana ilikuwa ni ukiwa kipindi kile. Wana wa Israeli wametolewa, Israeli inabaki ukiwa. Sasa Mungu yuko tayari kuijaza Israeli na wingi wa watu. Kwa hiyo anasema na yuhuisha sasa Israeli, ambayo itakuwa ni Israeli iliyojaa na watu wengi, na itavuta mataifa mengi. Kwa nini itavuta mataifa mengi? Kwa sababu watu watakao kuwa nakaa Israeli watakuwa ni watakatifu, watakuwa watakatifu. Kwa nini itavuta watu wengi? Wakiwa watakatifu hao watu watabarikiwa. Kwa nini itavuta watu wengi? Wakibarikiwa watakuwa na mafanikio makubwa. Na hivyo watu wakishaona baraka ya Israeli, wakiona jinsi watu wa Israeli wana mafanikio, watasema hapo, huyo Mungu wana wa Israeli anabariki, Mungu wana wa Israeli anatoa baraka. Na hivyo mataifa mengi yatabarikiwa. Na hivyo Mungu anasema yule atakayegusa watu wao amegusa mboni ya jicho langu. Soma ule mstari wa 8 katika Zakaria 2 mstari wa 8. Zakaria 2 mstari wa 8 anasema yule atakayegusa mtu wao ambaye nimembariki, basi atakuwa amegusa mboni ya jicho langu. Mboni ya jicho langu. Zakaria 2 mstari wa 8. Zakaria 2 mstari wa 8, neno la Bwana linasema, kwa maana Bwana wa majeshi asema hivyo, ili nitafute utukufu, amenituma kwa mataifa wale waliowateka ninyi, maana yeye awagusaye ninyi aigusa mboni ya jicho lake. Aigusaye, anayekugusa wewe. Mungu hata leo anasema hivi, anayekugusa wewe hapa uliyeko hapa, amegusa mboni ya jicho lake. Wangapi wanafurahishwa na sentensi? Yaani nikisikia matumaini ambayo Mungu ananipa, njozi ya matumaini, kwamba anayenigusa mimi amegusa mboni ya jicho la Mungu. Hebu fikiria, mtu anakuja na kitu anagusa kwenye mboni yako. Vipi? Kwanza watu ni haraka mna kushughulisha mikono au ndio. Hata kama mdudu tukakita kanalenga kwenye jicho langu hapa, pamoja na kwamba na miwani, wana hofu. Hata niko na miwani hivi, kwa kitu kinakuja hivi, lazima nikwepe. Hata kama katakataka upepo kakija hivi, karibia hapa na wana nani. Wangapi wanapenda mboni yao iguswe? Hakuna. Na Mungu yupo, anayegusa wewe, amegusa mboni ya nani? Ya Mungu. Hayo ni matumaini. Ndio maana kitabu cha Zakaria kinazungumzia njozi za nini? Za matumaini. Matumaini makubwa ambayo Mungu anatupatia. Matumaini makubwa. Kwa hiyo tunapo soma kitabu cha Zakaria, tunajifunza mengi. Naambiwa imba, ufurahi kwa sababu Bwana yuaje. Bwana anakuja. Kwa hiyo katika Zakaria 2 inazungumzia Bwana yuaje. Anakujaje? Anakulinda. Yuko tayari kuwa pamoja na wewe. Anasema anayegusa wewe amegusa mboni ya jicho lake. Je, anatoa baraka, na baraka ile anapoitoa Bwana wa Israeli anawapeleka pale. Nendeni hapo, mtawabariki. Na hapo mtawapa mafanikio. Na napofanya mafanikio, mataifa yote yanajifunza. Je, sisi hapa kuna mataifa yanajifunza kutoka kwetu? Hilo ni swali ambalo kila mtu anapaswa kujibu. Je, mtu anapokuona wewe anajifunza kwako kwamba wewe ni mtu ambaye mtu akikugusa
anagusa mboni ya Bwana. Hili ni jambo ambalo kila mtu tunatakiwa tujiulize na tumtukuze Bwana. Zakaria sura ya 2 aya ya 10, neno la Bwana linasema, imba furahi, binti Sayuni, maana tazama ninakuja, nami nitakaa kati yako, asema Bwana. Naam, mataifa mengi watajiunga na Bwana katika siku ile, nao watakuwa watu wangu, nami nitakaa kati yako, nawe utajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma kwako. Asante sana. Hebu tuimbe ule wimbo. Wimbo namba 159, anakuja upesi. Namba 81, vitabu vikubwa. Anakuja upesi Yesu Bwana. Naweza tukasimama tuseme wimbo. Anakuja upesi, anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri, nitakuja tena, amina na uje Bwana. Yuaja Yesu, atarudi tena, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, na maelfu pale wataondoka tena, wasione machozi kamwe. Yuaja Yesu, atarudi tena, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Hatutatengana nao tena huko, nyimbo nzuri tutaimba. Watakusanyika toka kila kabila, miguuni pa Mwana-Kondoo. Yuaja Yesu, atarudi tena, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Haleluya.
matumaini. Tumeona kwamba Mungu ni Mungu mwenye anakuja na kama tulivyoimba anakuja. Lakini naona tena njozi nyingine kwamba Mungu ni Mungu mwenye kusamehe. Mungu mwenye kusamehe. Kusoma katika kile kitabu cha Zekaria 1 mstari wa 1 mpaka na kuendelea, anazungumza habari ya Yoshua kama tulivyosoma kwenye fungu letu la ukariri, akiwa amesimama mbele ya malaika na shetani naye akaenda kusimama kando yake akimshtaki. Na wakati huo Yoshua alikuwa amevishwa mavazi machafu, na kinachotokea pale, Mungu anamkemea yule shetani. Mungu anamkemea yule shetani. Tumesoma ile fungu, lakini na fungu la 4 tumeshaisoma. Mwenye Biblia kule anaweza akaendelea kujisomea huko. Kwa hiyo Yoshua maana yake ni Mungu kuokoa. Inaweza pia kumaanisha Yesu. Yoshua anazungumzwa hapa, Mungu mwenye kuokoa. Kwa hiyo Mungu anaokoa. Kwa hiyo na kusimama mkono wa kulia maana yake ni ulinzi wa Mungu. Ulinzi wa Mungu. Kwa hiyo hapa kusoma hiyo fungu anamaanisha kwamba Mungu anaokoa na Mungu analeta ulinzi. Mungu analeta ulinzi kutoka juu. Na huyu Yesu sasa kazi yake ni kutetea watu. Anatetea watu wake wanaoshtakiwa na shetani. Na shetani tabia yake ni moja. Anakushtaki akikuonyesha makosa na dhambi ulizofanya huko nyuma. Na hapa anapokuwa amesimama pale anashtaki. Anasema huyu alikuwa wa kwangu. Na kipindi fulani alisema uongo. Si unakumbuka siku ile ulisema uongo hapo? Na wao kweli unakumbuka. Na kama tulivyojifunza somo na watoto kwamba tunaangalia yale ya nyuma. Na shetani ndio kazi yake kutukumbusha yale ya nyuma. Kisa cha chura aliyekuwa anasafiri ni kisa muhimu sana kinachotuhusu hata sisi. Nilikileta kwa watoto, lakini kisa kinachotuhusu sisi pia. Tunasafiri, tunakwenda huku nyuma, kuna mambo ambayo tunayafanya. Kazi ya shetani ni kutukumbusha hayo. Anatukumbusha, Bwana, siku ile wewe ulimsingizia uongo ndugu yako. Unakumbuka ndugu yangu? Unakumbuka ulimsingizia uongo. Sasa wewe unasemaje wewe mtoto wa Mungu? Lakini ameshapita yale zamani. Kukumbusha ili uweze kukata tamaa kuendelea na safari. Kwa ndio kazi ya shetani. Na hapa Yoshua anasimama sasa, shetani anashtaki, hata mashtaki. Ndio kazi ya shetani. Na hiyo sasa ni kazi ambayo wana wa Mungu inabidi tulikatae. Mungu kazi yake, mtetezi wetu anamtetea, anamkemea yule shetani. Anamkemea yule shetani. Anapomkemea, baada ya kuwa Mungu amemkataa mashtaka ya shetani, anatuondolea ule uchafu wote tulio nao. Na watu wa Mungu na msili tusiwe tunakubali kumbuka yale ya nyuma. Yale ya nyuma yamepita. Kila mtu hapa ukiulizwa mabaya aliyofanya huko nyuma ni mangapi? Ni mengi. Tusikumbuke yale ya nyuma, tukumbuke tu yale ya mbele. Njozi za matumaini. Kitabu cha Zekaria zinatupatia mwelekeo mzuri wa maisha yetu. Njozi za matumaini. Mungu anatuondolea dhambi zetu, ndio kazi ya Mungu. Lakini tumpelekee dhambi, tuzitubu ili Mungu aendelee kutubariki. Zekaria 4 inazungumzia si kwa nguvu za wanadamu, si kwa nguvu za wanadamu. Kuna wakati fulani unaweza kuwa nadhani kwamba kazi tunazozifanya kwa Mungu ni kwa nguvu zetu. Hapana. Kila jambo tunalofanya si kwa nguvu zetu. Anamwagiza Zerubabeli pamoja na Joshua wakaende wakajenge hekalu. Lakini kuna tofauti kati ya kipindi kile wanajenga hekalu la pili
na kipindi ambacho hekalu la kwanza la Suleiman lilijengwa. Kipindi kile wanajenga hekalu la Suleiman, kina Suleiman alisema anajenga ile hekalu. Kwanza baba yake alikuwa amemtayarishia vifaa vyote. Daudi alitayarishia vifaa na Mungu akamwambia kwamba wewe hutajenga ile kanisa kwa sababu mwanga damu nyingi. Na Suleiman anakuja analijenga ile kanisa. Karibu rasilimali zote zilikuwepo. Hawa sasa Zerubabeli narudi, hakuna vifaa vitoshi, resources zilikuwa hadimu. Anaambiwa nijenge. Je, kata tamaa aache? Hapana, hakukata tamaa. Sasa inatukumbusha kitu kimoja. Some katika Zaburi 33 mstari wa 16. Tukumbusha kitu kimoja hapa. Ukubwa wa jeshi au hodari wa wanajeshi haushindi vita. Vita haishindi. Vita ya Bwana huwezi kushinda kwa ukubwa wa jeshi au kwa hodari wa wanajeshi nao. Vita ya Bwana inashindwa kwa sababu wanashinda kwa sababu Bwana yuko pamoja naye. Sasa neno la Bwana linasema, hapana mfalme aokokaye kwa wingi wa uwezo, wala shujaa haokoki kwa wingi wa nguvu. Wala shujaa hawezi kuokoka kwa wingi wa nguvu alizonazo. Nakumbuka kisa cha Goliath, alikuwa ni giant nguvu, lakini alishindwa na Daudi mdogo. Kwa hiyo ukubwa wa jeshi haushindi vita ya Bwana, wala uhodari ulionao. Mimi najua sana kuongea, najua sana kuhubiri, mimi niko hivi, mimi na mali nyingi na nini. Hiyo sio sababu ya wewe ya mimi na wewe kushinda vita ya Bwana. Vita ya Bwana inafaa na shinda kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi. Kwa Mungu tuita katika majukumu magumu ili atimize malengo yake. Anatuita katika majukumu magumu sana. Na sisi tumekabidhiwa majukumu hapa na ujenzi wa kanisa na chuo chetu hapa. Tuna kazi ya kuhubiri. Kumbe wakati mwingine tunaogopa kwenda kuhubiri watu kwa sababu tunadhani kwamba nahitaji kuwa hodari kiasi fulani ndipo niende. Kazi ya kuhubiri Injili sio yetu, kazi ya Bwana. Hatuendi kwa hodari wetu, hatuendi kwa nguvu zetu. Kwa hiyo sisi tunachotakiwa ni kuitikia wito wa Bwana. Sasa baada hapo tutatoa summary ya njozi na matumaini. Ukisoma njozi hizi hazikupangwa kwenye kitabu, hazikupangwa vizuri. Mpangilio wake hauko sawa. Hii njozi unaanza na njozi ya 8. Kitabu ilipanga vizuri. Unaanza na njozi ya 8. Njozi ya 8 inahusu kwamba vita na machafuko duniani, lakini Mungu anaingilia kati na kuleta amani. Hiyo njozi ya 8 anazungumzia vita na machafuko. Unaangalia wana wa Israeli wameasi, wafanya uasi mkubwa. Mungu anawachukua, anawapeleka utumwani. Watu wanakuja na vita, anawapeleka utumwani. Baada ya hapo Mungu anakuja kuleta amani ya kuwarudisha Israeli katika nchi ya ahadi. Kienda njozi ya 7 inazungumzia Mungu anafunua dhambi ya Israeli zilizosababisha waende utumwani. Aliwaambia mapema kwamba hii dhambi mnaendelea nayo itawasababisha mwende utumwani, lakini watu wanakishipata shingo. Kwa hata sisi tunapewa matumaini, tusipate shingo, tuwe na matumaini. Kwa hiyo anawaambia wana Israeli sababu na Mungu hata sasa hivi anatuambia sababu kwa nini tutegemee yeye. Ukitoka njozi ya 7 unarudi njozi ya 2. Uhusiano wa kisiasa ndio sababu ya kutojengwa hekalu. Zekaria 18 Sufaria 1:8 na sura. Sasa wamehamishwa, wamepelekwa utumwani. Hiyo ni sababu ya kisiasa, wameondolewa. Hawawezi kujenga hekalu, mko utumwani kule. Hamwezi kujenga hekalu, wako utumwani. Kwa sababu ya kuwa na hekalu, kwa sababu wamepelekwa utumwani. Haya mambo ya kisiasa. Unakuja njozi ya 6, Mungu huadhibu makosa yote. Sasa Mungu anaadhibu makosa yote. Na njozi ya 3, Mungu ndiye ukuta wa moto kuzunguka Yerusalemu. Anasema sasa ninawarudisha, nimeshawadhibu vya kutosha,
Hapo ile adhabu niliyokuwa nimewapa imezidi hata kiwango ambacho mimi nilikuwa nimetegemea. Imekuwa adhabu kali sana. Kwa hiyo sasa nawarudisha katika nchi yenu. Kwa hiyo mimi ndio nitakuwa ukuta wa moto wazunguka nyinyi. Na Josi ya 4, Mungu mwenye kusamehe. Kwa hiyo tunawasamehe makosa yenu. Tumejifunza huko. Tumesamehe makosa yenu. Mungu Josi nzuri. Zote ni Josi nzuri. Josi ya 5, Roho Mtakatifu kuchochea utendaji kazi. Shangalia Zerubabeli amechaguliwa kujenga Yerusalemu tena. Soma katika Zekaria 4:7-8 anazungumzia hayo. Josi ya kwanza sasa naona Josi ya kwanza inaanza na habari ya kujenga Yerusalemu. Kukuta hekalu ya Yerusalemu kujenga upya. Kwa hiyo hiyo ndio summary ya Josi za matumaini. Josi za matumaini. Wito. Shetani anajua kuwa wale wanaotubu dhambi husamehewa. Anajua hilo. Wote wanaotubu dhambi, Shetani anajua kwamba wanasamehewa. Na wote wanaoomba neema yake huipata. Ukiomba neema ya Mungu, ukitubu dhambi, unasamehewa. Ukiomba neema ya Mungu, unaipata. Hilo analijua. Pili, wito wa pili. Shetani hukumbushia dhambi ambayo mtu alifanya nyuma ili kukatisha tamaa na ili ajione mwenye dhambi. Tumeliona hili. Shetani amesimama kando, anaanza kushtaki. Anakukumbusha. Hata sasa Shetani anasimama kando hapo. Hata hapa anasimama kando, anakukumbusha yale ambayo tunayafanya huko nyuma. Na hivyo na kwa nguvu zetu, hata pale tunapofanya mema vile Mungu, Shetani huwa anasema huyu si anafanya tu kwa sababu, anamwambia Ayubu, Mungu huyu anakuabudu tu kwa sababu umempa mali. Hata pale tunapomtegemea Mungu sana, Shetani huwa akosa kusema. Sidhani kwamba anashtaki tu kwa makosa ambayo tumeyafanya huko nyuma. Hata kwa ile mema tuliyofanya tukimtegemea Mungu, tukiwa waaminifu mbele za Mungu, Shetani huwa akosa kusema. Anasema huyu kwa sababu hii. Kwa hiyo hata pale tunapokuwa na imani na Mungu, Mungu akosa kwenda kushtaki analo. Sasa kwa nguvu zetu hatuwezi kushindana na mashtaka ya Shetani. Tumevaa mavazi machafu hivi kweli. Sisi ambao tumevaa mavazi machafu kiasi hiki, tunaweza kushindana na mtu ambaye ana uzoefu ule. Kwa hiyo tunahitaji Mungu aje atuvalishe mavazi mapya. Kwa hiyo Yesu yuko tayari kututetea na kutuvalisha mavazi meupe kwa njia ya msalaba wa Kalvari. Mvueni nguo hizi zenye uchafu. Mungu anasema, Yesu anasema tuvulishe uchafu tulio nao. Siku ya leo tumekuja kutafuta baraka ya Mungu, kutafuta uso wa Mungu ili atusafishe, atuondolee mavazi machafu. Na Mungu anasema, tazama nimekuondolea uovu wako. Leo Mungu anatupatia matumaini makubwa. Anasema ametuondolea uovu wetu na anatuvika nguo zenye mavazi yenye thamani nyingi. Je, ni nani hawezi kujitetea mwenyewe? Kama yupo mtu hapa kati yetu ambaye anajua kabisa kwamba hawezi kujitetea mwenyewe, asimame pamoja na mimi. Ambaye anajua kabisa kwa nguvu zangu mwenyewe siwezi kujitetea mwenyewe, simame pamoja nami ili kusudi Mungu aweze kutetea. Tunasema Mungu ndio mtetezi wetu. Kwa hiyo kwa nguvu zetu sisi wenyewe hatuwezi kutetea. Josi zenye matumaini. Leo tumeona jinsi Mungu ambavyo anatupatia matumaini ya kusonga mbele tena. Ametuhuisha upya. Mungu yuko tayari kutuhuisha upya siku ya leo. Anatupatia matumaini. Kumbe Mungu anatoa ahadi za kutosha kutuwezesha sisi kuendelea na safari yetu mbinguni. Wale ambao
wanatoa maisha yao kwa Mungu, wanatoa maisha yao. Mimi niko tayari kutoa maisha yao kwa Mungu na atoa upya. Sisi tunasema wote hatuwezi, na hivyo tuko tayari Mungu atutetee. Lakini inawezekana kuna mtu mwingine alikuwa hajatoa maisha yake kwa Mungu na leo yuko tayari kuyatoa. Kuna ubatizo mkubwa siku ya leo. Kuna wengine ambao wameshajitoa, wameshaonana na baraza la kanisa siku ya leo. Lakini kama kuna mwingine, wale ambao wameshajitoa na kuonana na baraza la kanisa, hao hapana. Lakini kama kuna mwingine mpya kabisa, anaona leo ni siku ya pekee, kwa nguvu zangu mwenyewe siwezi, niko tayari kujikabidhi kwa Mungu ili kwa Yesu ili kusudi aweze kutetea. Yule ambaye yuko tayari, ambaye hajaonana na wazee wa kanisa, haje mbele hapa ili kusudi wazee wa kanisa watamwona, watamshika mkono, na kama yuko tayari kwenda kwenye ubatizo, utakwenda kubatizwa na mchungaji siku ya leo. Nani yuko tayari ambaye hajajitoa kabisa, anajitoa upya ili kusudi tuweze kumpokea aende kwa ubatizo? Yuko tayari kwa ajili ya ubatizo, anataka kubatizwa na yeye kwenye ubatizo wa maji mengi. Anaasha kundua kabisa kwamba kwa nguvu zangu mwenyewe mimi siwezi kutetea. Anamruhusu sasa Kristo